Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Nafurahi sana kwa wakati huu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nguvu asubuhi ya leo, kwa maana ni wengi sana wangetamani kufika siku ya leo lakini hawakuweza. Lakini ni kwa ajili ya uwezo wa Mwenyezi Mungu ndiposa tumeweza kuonekana mahali hapa. Asanteni sana, ninawashukuru kwa kunipa huu fursa. Ningependa tu kuimba wimbo mmoja ambao wanapenda. Leo sauti yangu ni mbaya lakini itabidi tu mkubali. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Asanteni sana, ninawashukuru. Ni maana gani? Ndio maana nimeimba hiyo wimbo. Nikijitazama kweli mahali Mungu amenitoa, kweli Mungu anaweza. Nikijiangalia mimi si ule Gladys ambaye alikuwa anakaa pale nyuma, singeweza hata simama niongeleshe umati wa watu kama nyinyi, bali ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. But nilikuwa na imani ya kwamba siku moja, nilikuwa naona Sheila akihubiri hapa, naambia Mungu kuna siku moja nina imani nitasimama mahali pale, ndiposa niweze kuwahubiria. Siku moja nitaweza kuleta neno la Mungu. Ni Gladys, hata wewe mahali uliko pale leo umeingia hapa kama umeodofika katika rohoni mwako. Siku ya leo utakapotoka mahali hapa, utapata utukufu wa roho wako, utapata uokovu. Utachukua moja mbili kutoka kwa Gladys na useme kama Gladys aliweza, kwani mimi ni nani? Kwani mimi ni nani mbele ya Mwenyezi Mungu? Kwa hakika Mungu anaweza. Hakuna jambo gumu mbele ya Mwenyezi Mungu, ila tu ukiwa na imani ya kwamba Mungu anaweza. Kwa hivyo siku ya leo tunaenda kujifunza kuhusu imani. Kwa Kristo, tukiangalia katika akili yetu, imani inaashiria nini? Huwa tunasema niko na imani. Imani ni nini? Basi leo tutajifunza, tutajua imani ni nini. Ningependa tu tufungue kitabu cha Waibrania, Hebrews chapter 11 verse 1. Kuna ambaye anapata? Mwenye amepata atusome. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Pili, maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani twafahamu
ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Asante Sheila. Kwa hivyo tunaelezewa imani ni kuwa na hakika ya mambo yanayotarajiwa. Huenda unataraji kitu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lazima uwe na imani ya kwamba kitu fulani nataka. Lazima uwe na imani mbele ya Mwenyezi Mungu ya kwamba nitakachopeleka katika mbele za Mwenyezi Mungu, nina imani ya kwamba Mungu atatenda. Huenda unapitia mambo magumu yanayokusumbua rohoni mwako. Umezidi ukiomba lakini haujapata jibu. Lakini tunaambiwa ya kwamba ukiwa na imani, Mungu atajibu ombi lako. Ukiwa na imani dhabiti katika mbele ya Mungu, usiwe mtu wa kuomba ila bali hauna imani, hiyo yote inapotelea patupu. Tunapaswa kumwamini Mwenyezi Mungu na tuwe na imani dhabiti ya kwamba Mungu anajibu maombi. Tukisoma tukiangalia watu wenye walikuwa na imani katika Biblia, tunapata Abraham alipoitwa na Mungu aende to the promised land, hakuwa anajua mahali anaenda, bali kwa imani yake alienda mahali pale na akaweza kutengeneza boma katika in a foreign land. Kwa hivyo kama Mkristo unapaswa kuwa na imani katika mbele za Mwenyezi Mungu. Tukisoma Matthew chapter 9 verse 20 to 22. Matthew. Biblia inasema ya kwamba natazama mwanamke aliyokuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma akauguza upindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikiguza tu upindo wa vazi lake nitapona. 22. Yesu akaugeuka akamwona, akamwambia, jipe moyo mkuu, binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu sasa hivi. Amen. Tukisoma katika Matthew mstari wa 9:20 hadi 22, tunaelezewa jinsi yule mwanamke, kulikuwa na mwanamke ambaye alibleed for 12 years. Na huyu mwanamke alikuwa amesubjectiwa katika hiyo community. So huyu mwanamke alikuwa na imani. Kama ingekuwa ni wewe unapitia changamoto katika maisha yako, umedharauliwa, hautakani mbele ya watu, lakini ukiwa na imani mbele ya Mungu hakuna aibu. Mbele ya Mungu, unapoenda mbele za Mwenyezi Mungu, ni lazima uwe na imani. Huyu mwanamke hakuangalia umati wa watu, bali alitafuta njia hadi alipoenda kushika nguo ya Yesu Kristo. Ndiposa Yesu Kristo alipogundua kuna some powers imemtoka, alijaribu kutafuta ni nani. Ndiposa huyu mwanamke akajitokeza. Alipojitokeza, basi Yesu akamwambia, nenda, imani yako imekuponya. Huenda unapitia changamoto katika ndoa yako, hauna amani, mume wako anakusumbua, bibi yako anakusumbua, maybe kuna ugonjwa umeenea katika familia yako, labda umedharauliwa katika familia yako. Mchana wa leo nataka kukuhimiza dada yangu, unapoenda mbele za Mwenyezi Mungu lazima uwe na imani. Utakapokuwa na imani mbele za Mwenyezi Mungu, Mungu atakusaidia, Mungu atajibu ombi lako. Ndiposa tunaambiwa kwamba hata kama umedharauliwa kiasi gani, wewe nenda mbele za Mwenyezi Mungu. Naweza kumbuka tukiwa watoto kitambo, tulipitia mateso tulipitia. Tulikuwa tunaishi na shosh alikuwa ule mtu wa Kamnyweso. Shosh akirudi jioni nikisema Kamnyweso mnaelewa. Mamangu pia alikuwa mtu wa Kamnyweso, so my father pia alikuwa vile. But in real life nilikuwa naamini Mungu nikisema
nikiwa mdogo tulikuwa tuko wawili, mimi na sister yangu. So my sister alikuwa kama ako wiki hivi, mimi ndio nilikuwa pale kama kijana. Hakuna mtu angemguza, but yeye ndiye alikuwa mkubwa wangu. So my mom alipoachana na dad, tukapelekwa kwa shows. Sasa saa zile ameenda zile zake, nyinyi ndio mtabaki hapo mkishughulika. So my uncle pia walikuwa hapo, ni ile mnapigwa, mnateswa, mnaambiwa maneno, aliwawacha hapa. Sisi hatutajali. So kuna vile tulisafa tukakulwa na upele hadi jigas kwa mikono. Hadi miguu ungeweza kutembea. Ukitembea unafanya tu hivi, mikono hivi, ungeweza hata chuna ugali. But our uncles wakati walikuwa wanatutolea hizo vitu, wanachanganya chumvi na pilipili, then mnaekawa kwa hizo mashimo. So, but kuna sometimes nilikuwa nakaa chini naambia sister, ipo siku, nina imani ya kwamba siku moja mama yetu atakuja. Nina imani ya kwamba siku moja tutakuja kuvaa viatu. Tutakuja kuvaa viatu na tutembee tukiwa sawa. So tuliishi katika hiyo maisha. Na nilikuwa na imani ya kwamba nikimwambia mama yetu atarudi. So ulikuwa unasikia perfume inanukia mahali. Namwambia leo lazima mama akuje. Kumbe ako area. Perfume imefika. Namwambia usijali. Mungu wako. Kweli anapofika ndio huyo amefika. Anakuja anatupata tuko tu katika hiyo hali. Tunalia, tunamwambia utuchukue. Akasema anaenda na mmoja, akaenda na sister yangu mkubwa. Mimi bado nikabaki hapo. Nikaendelea na hiyo mateso. Shosha akienda zake akirudi, wewe tu ndio utajua vile mtakula. So anakuambia ubebe hata mahindi unaenda unauza. Tulikuwa tunaishi mahali inaitwa Baroberi. Baroberi hilo side unaenda kwa nyumba unauza mahindi. Ukirudi mnarudi kitu saa moja. Rudi na chakula, wewe utajua vile mtapika. But nilikuwa na imani ya kwamba siku moja maisha itabadilika. Haikutubadilisha. Kupitia hayo yote, changamoto hizo zote, hatukufa. Mungu alisimama nasi. Hadi wakati huu ninapojiangalia, umbali Mungu amenitoa. Siamini kweli mimi ni Gladys. Hata ninapopitia changamoto kiasi gani, huwa naambia Mungu, mahali nimetoka ndio mbali. Mahali ninaenda Mungu uko na mimi. Na najua utasimama na mimi. Ndiposa mchana wa leo wa Kristo wapendwa, hata kama unapitia shida gani, peleka mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa maana Mungu ndiyo chanzo cha maombi yetu, ndiye anayetujibu, ndiye anayetuweka katika uhuru katika maisha yetu. Ni lazima tumwangazie, ni lazima we rely on him so that tuweze kuendelea mbele. Ningependa tusome Hebrew 11 hadi 6. Lakini pasipo na imani hauwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Amen. Tunaambiwa ya kwamba pasipo na imani, kama hakuna imani, hatuwezi kumpendeza Mwenyezi Mungu. Ni lazima tuwe na imani mbele za Mwenyezi Mungu. Unapoomba na hauna imani, Mungu hafurahi, kwa maana hauna imani mbele zake. Tunaambiwa ya kwamba wanaomtafuta kwa bidii, Mungu huwa anawariward. Mungu anawalipa wale wanaomtafuta kwa bidii. So, as a Christian, ni lazima tuwe na imani katika mbele za Mwenyezi Mungu. Na tuamini ya kwamba Mungu anaweza. Hakuna jambo gumu mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye anayetupa uzima na lazima tumwaminie. Tusome Yakobo 2 hadi 6.
Chapter 2 verse 6. James. Biblia inasema, bali ninyi mmemvunjia heshima maskini. Je, matajiri hawawaoni ninyi na kuwavuta mbele ya viti vya hukumu? Yakobo. Yes. 2:6. 2 chapter 2 verse 6. Yeah. Sio hapo. Basi tunaambiwa katika kitabu cha Hebrews, ni James, Yakobo 5:7. Sorry. Yakobo 5:7. Inasema, kwa hivyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima ungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Amen. Tunaambiwa ya kwamba tuwe wavumilivu jinsi mkulima anavyokuwa mvumilivu akingojea mazao yake. Unapoomba ni lazima uwe na imani, na unapokuwa na imani, hata kama itachukua muda, ni lazima tuwe wavumilivu mbele ya Mwenyezi Mungu, ndiposa Mungu aweze kutujibu kulingana na jinsi atakavyo. Kulingana na hayo yote tunaambiwa ya kwamba hata kama tunapitia katika mambo tuwezesha, mambo yanayotuhuzunisha rohoni mwetu, ni lazima tuwe jasiri katika mambo yetu. Lazima tuwe na imani ya kwamba Mungu anatenda. Mungu anafurahia unapokuwa na imani. Mungu anariwadi wale ambao wako na imani katika mbele zake. Kwa hivyo siku ya leo, asubuhi ya leo, Wakristo wenzangu, tuwe na imani. Hata kama unapitia, tunaambiwa katika, jana tulisoma katika Isaia 59 verse 1, nasema ya kwamba mkono wa Mungu si mfupi, bali Mungu si kiziwi. Yale yote unayopeleka mbele za Mwenyezi Mungu, uwe tu na imani, na usiende mbele za Mwenyezi Mungu kama matendo yako yalingani na imani yako. Unapata mwenzako amekukosea, badala umcorrect, wewe ni kumsengenya, wewe ni kumkejeli. Unapitia magumu, wewe ni jirani yako, ni jirani yako umwambia, ako hapa na pale, mambo ni kukusengenya, anakudharau. Acha nikwambie siku ya leo, mbele ya Mwenyezi Mungu usione aibu, kwa maana Mungu hana aibu, na Mungu halali. Mungu anasikia chochote unachomuitisha, ila tu uwe na imani ya kwamba Mungu atatenda. Kwa hivyo siku ya leo usijidharau, kwa maana Mungu anaweza. Asubuhi ya leo tungependa kupata umuhimu wa kuwa na imani. Kuna umuhimu gani katika kuwa na imani katika uwepo wa Bwana? Unastahili kuwa na imani. Imani inakusaidia kufanya nini? Ukiwa na imani inatusaidia tukue wakomavu katika maombi. Inatusaidia tunakuwa wakomavu katika maombi. Huenda unapitia shida fulani, utaenda chini ya miguuni pake. Ni Mungu tu utalilia shida zako, bali si mwanadamu. Mwanadamu atakucheka, atakutangaza. Tunatazama pale Ayubu alivyochekelewa na majirani, alivyochekelewa na marafiki zake kwa zile shida alikuwa anapitia, bali tu alimwamini Mwenyezi Mungu na kwamba Mungu pekee ndiye anayeweza. Kwa hivyo asubuhi ya leo, yale yote unayopitia, ni Mungu tu anastahili, ni Mungu tu anaweza. Enda kwa Mwenyezi Mungu na ukuwe na imani ya kwamba
Mungu ninajua atanijibu. Hata kama itachukua muda kiasi gani, kuna siku lazima atakujibu. Ya pili, imani inatuwezesha kuwa wavumilivu katika uwepo wa Mungu. Tunakuwa wavumilivu. Huenda umeomba kwa muda mrefu. Tunaambiwa tuwe wavumilivu kama mkulima anavyongojea mazao yake. Tuwe wavumilivu katika maombi. Tuwe wavumilivu katika kujibiwa na Mungu. Tusirash kusema ya kwamba mimi naomba kila siku, Mungu anionekanie, Mungu anijibu, kwani mimi niko aje, alafu nakatiza maombi. Hapana, wewe endelea kuomba na ukuwe mvumilivu, kwa maana Mungu anajibu. Ya tatu, imani inatupa tumaini. Imani inatupa tumaini, inatupea hope. Ukiwa na imani, uko na hope ya kwamba kitu fulani Mungu atanipea. Uko na imani ya kwamba pesa, hata kama umeshindwa school fees, nitapata. Ninajua God ataprovide. Uko na hope ya kwamba Mungu ataniwezesha, ataleta amani katika hii ndoa. Mungu ataleta upendo katika hii ndoa. Ila tu umwamini Mungu, kwa maana anaweza. Asanteni. Ya nne, bila imani hatuwezi kuwa na uwepo, kuwa na upendo wa wengine. Kama hauna imani, hauwezi kumpenda mwingine. Bila imani hauwezi kupenda wengine. Kwa mfano, mwenzako labda ako na shida, mwenzako anapitia magumu, wewe haina imani. Kama uko na imani, utaenda mbele za Mwenyezi Mungu, umuombee, waambie Mungu, tazama dada fulani anapitia magumu, lakini nina imani ya kwamba Mungu utamtendea. Nina imani ya kwamba Jehova utamjibu. Hata kama itachukua muda kiasi gani, ninajua Baba utamtendea. Ya tano, tukiwa na imani ndani ya Bwana, tunaweza kupambana na changamoto tunazopitia. Ukiwa na imani, huenda unapitia changamoto, unapigwa vita kule kazini, hauna amani. Popote upitapo, kila mtu anakukejeli. Lakini ukiwa na imani, utaambia Mungu ya kwamba haya yote ni mapito. Nina imani ya kwamba God unaenda kutenda. Nina imani ya kwamba Mfalme utatenda na utatatua hii shida ambayo tunapitia hapa kazini. Imani ni kitu ya maana katika maisha. Imani inafaa tu apply kila wakati tunapoomba. Usiwe tu mtu wa kuomba ila hauna imani. Tunaambiwa kwamba wacha matendo yetu yaendane na imani. Hauwezi kuwa mwenzako anasafa, hana chochote, bali wewe tu utamwambia enda kwa, unamwambia tu sorry na hakuna chenye umesaidia. Tunaambiwa imani inaandamana na matendo. So tuwe watu wa kutenda wema, tuwe watu wa kusaidia wengine, ndiposa imani inadirika mahali pale. Tusiwe watu wa kukejeli wengine, tuwe watu wa kuencourage wengine. Na unaambia mwenzako, endelea kuwa katika uwepo wa Bwana, kwa maana Mungu anaweza, kwa maana Mungu ndiye gunzo la maisha letu. Hakuna jambo gumu mbele yako, hakuna jambo gumu katika ambayo Mungu hawezi. Kila kitu inawezekana, bali tu ukienda miguuni pake, bali tu ukimwamini, bali tu ukiweka maombi kila wakati, na uwe ina imani thabiti kwamba Mungu anaweza. Ya tano, Mungu huwapa thawabu wanaomtafuta kwa bidii. God reward those who seek him. Mungu anawapa thabiti. Iwapo unamtafuta kila mara, iwapo uko na imani kila mara unatafuta Mungu wako,
Mungu hatakuacha, atasimama na wewe kila wakati, atakupigania, kwa maana anajua huyu ni mtu wangu, kwa maana anajua huyu anasimama nami. Mungu anakuona ndani, na chochote unapopeleka mbele za Mungu, simama imara, kuwa na imani ya kwamba Mungu atatenda. Mungu tu ndiye tunalilia, Mungu tu ndiye anasimama nasi, hakuna Mungu mwingine. Ni yetu tunamhitaji katika maisha yetu. Ndiposa asubuhi ya leo, kama unapitia magumu, lazima uwe na imani ya kwamba Mungu atatenda. Asubuhi ya leo ninakuencourage ndugu yangu, hata kama moyo wako umedhoofika kiasi gani, jua ya kwamba maombi bila imani haiwezekani. Ni lazima uwe na imani kwa Mwenyezi Mungu. Ni lazima usimame imani. Ni lazima usimame imara na usimame dhabiti ya kwamba imani ni kitu muhimu katika maisha yetu, na imani inaambatana na maombi. Ni lazima usimame imara. Ni Mungu tu ndiye anayetujibu. Ni Mungu tu peke yake tunalilia. Hata kama umedharauliwa kiasi gani, hata kama unakejeliwa kiasi gani, wewe zidi kumtukuza Mwenyezi Mungu. Zidi kusimama na Mungu, kwa maana Mungu tu ndiye anayetuwezesha kusimama mahali, kwa sababu Mungu ndiye ana uwezo. Ni Mungu tu peke yake tunalilia asubuhi ya leo. Ndiposa asubuhi ya leo ninawashukuru na mbarikiwe. Ningependa Pastor Justus aendelee. Pastor Alois, asanteni. Hallelujah.